tumenami mibaraka manuija tumang habari zamsama nami Diwa ubiwe Paru Diwa Osana Wahia Hotea Dofu Wakeba Aliyah Astahili. Yes, Lord. Anakku tanka. Sistahili kutamka betul. Tanya. Oh, menolakku tuli. Reach you to Pega, wako hayatakuwa yote hakuwa yabuwe ayama neno Swahili hapana kutamka habari hizo. Yes Lord. Lakini tunakushukuru unatoka tayari. Kini wewe waweza kutufa kwa Bwana. Asante mfalme wa ajabu, Mungu mwenye nguvu, Mungu wa makusudi, Mungu wa sababu za kuleta uzima katika dunia hii. Ulisema maneno yako na likuja ili wawe na uzima, kisha wawe nao pale. Asante Bwana kwa sababu ya sababu kubwa, sababu nzuri ya kutuweka duniani, sababu nzuri ya kuleta ukombozi. Yesu Kristo alifanyika baraka, alifanyika wokovu mkuu namna hii. Hakuna mwingine zaidi kupona tusipo ujali wokovu mkuu namna hii. Neno lako limesema isipokuwa katika Kristo Yesu. Asante kwa ajili ya wajoli wako wamekuwa hapa wakitafakari maneno yako, peke yao hawawezi, bali kwa nguvu zako watakwenda kutuma ujumbe huu na kila mtu atakwenda kusikia, watakwenda kufanya wakiwa na nguvu, wakiwa na mamlaka, wakiwa na ujumbe ambao ni dhahiri kwa kila mmoja ambao unafanya tayari kwa ajili ya jambo hili. Baba, nimejua na nishukuru jina lako umetenda katika jina la Yesu Kristo aliye Bwana na Mwokozi wa maisha yetu. Wote tuseme amen. Piga makofi mazuri kwa jina la Yesu Kristo mkombozi aliye sababu ya kutukuti mahali hapa. Haleluya. Zoka vizuri katika uwepo wa Mungu. Nichukue fursa hii kumshukuru Mungu sana kwa ajili ya mambo yote yaliyopangwa na yameenda kutokea. Si kila unachokipanga kinaweza kutokea, na tukipanga kimekuwa, tunamshukuru Mungu. Hebu mpigie Yesu makofi kwa ajili. Kwanza kwa ajili yako wewe, mwambie niko kwa ajili yako wewe. Kukubali wito wa kuja mahali hapa, na haujaja kwa bahati mbaya.
Mungu alikuchagua. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Pili, tunamshukuru Mungu kwa ajili ya wachungaji kuwaruhusu kuja mahali hapa. Na wachungaji wamewaruhusu kwa sababu wameona au wanathamini umuhimu wa jambo hili. Bwana Yesu asifiwe. Tatu, kwa ajili ya ratibu ngazi zote, ratibu ngazi ya parish, ngazi ya dinar, ngazi ya kanda. Mungu abariki sana. Shukuru Mungu kwa ajili ya walezi pia ngazi zote kusimamia maono haya makuu. Namshukuru Mungu pia kwa ajili ya idara na kamati yake nzuri sana. Mungu ametupa kamati nzuri sana. Bwana Yesu asifiwe. Tuna mtazamo wa pamoja kwa kila tunachokiona. Na mwisho, nimshukuru Mungu kwa ajili ya baba askofu ambaye haya yote tunafanya kwa niaba yake, naye anawasalimu sana. Bwana Yesu asifiwe. Niwapongeze kabisa kanda hii. Kwa kweli unapokuwa wa kwanza kuna changamoto na hofu zinakuwa nyingi, huna mahali pa kukopi, lakini niwashukuru sana. Ni watu jasiri sana. Bwana Yesu asifiwe. Hebu tuwapigie tena makofi viongozi wetu ngazi ya kanda. Hawakuogopa ya kwamba tutakosea, lakini waliingia kazini. Dhamira waliokuwa nayo basi imetufikisha mahali hapa. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Haya tunayofanya ni matokeo ya mpango, na mpango huu wa diocese unatokana na utafiti, na mimi Mwalimu Chikoga atakuwa ameelezea, nisiende kwa kina sana katika hiyo. Ni utafiti tuliofanya, lakini ni maoni tuliyokusanya kutoka katika semina zetu tulikuwa tuna semina elekezi tulizopita katika kanda zote, ambazo zilitupa kuona changamoto, zilituonyesha makubwa ambayo Mungu ameyafanya katika diocese yetu. Haleluya. Ambayo nikiamua kuyataja hapa inaweza kuchukua muda mrefu, lakini nijikite kuangalia zile changamoto ambazo tuliziona zinaweza zimesemwa, na nitazisema kuonyesha umuhimu. Moja, tuliona kupoa kwa idara ya uinjilisti. Kupoa kwa uinjilisti, sio idara ya uinjilisti. Kupoa kwa nini? Uinjilisti. Na hili sio swala tu la kanisa letu. Makanisa mengi, zile harakati za uinjilisti ambazo zilikuwepo hizi tumeokoka sisi, hauzioni sana sasa hivi. Bwana Yesu asifiwe. Zamani tulikuwa na uinjilisti, yani tulikuwa na ile roho ya uinjilisti. Ndani yake tunaweka unajiwekea malengo bila kusukumwa, kwamba kila isipite siku sijaongea na mtu habari za Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Kwa hiyo wachungaji walikuwa wanapokea watu wengi wanaokoka, unaotokana na yani jitihada hizi za mtu kwa mtu. Na pale Morogoro tulikuwa na kwa Jesus, inaitwa the Jesus Gospel Messengers, iko mpaka sasa. Na mimi kwa mmoja wa sisi wa ile kwaya. Ilianzishwa kwa misingi ya injilisti. Tulikuwa tunapanga ratiba za kwenda mitaani. Pale Morogoro mitaa yote tumeitembelea kuongea na watu habari za Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Tukiwa vijana wadogo kabisa. Na Mungu alikuwa ametutia ujasiri wa ajabu sana. Bwana Yesu asifiwe. Lakini siku zinazozidi kwenda, hali hiyo hauioni. Tumebakia na mikutano ya injili, lakini harakati za binafsi za kufanya injilisti ziko zimepoa. Ndio hali ambayo tumeiona makanisani. Lakini tuliona jambo lingine, ni makanisa yetu hasa ya kwenye mission yanaanzishwa katika hali ya uduni. Bwana Yesu asifiwe. Hali ya uduni, nikisema hali ya uduni, ni hali ya uduni kweli. Yako makanisa huku mnaita vibandari. Na mengine yako sehemu tu kubwa, labda kwenye center ya tarafa. Tarafa ni kitu kikubwa. Utakuta labda imezekwa kwa manyasi, imezekwa kwa wale maturubai yako namna hiyo. Na okay, enzi za wazee wetu it was okay,
kwa sababu kanisa la Anglikana lilikuwa peke yake ukaguruni huku. Ilikuwa ni kanisa giant. Kwa hiyo ukianzisha kanisa kwa namna yote watu watakuja kuabudu. Lakini zama tulizo nazo ni zama za nini? Za ushindani. Bwana Yesu asifiwe. Kanisa moja nisitaje mahali tulikwenda. Kuna sekondari, kuna chuo cha VETA, kuna chuo cha walimu kinaanzishwa. Tuna kanisa linalofanana namna hiyo. Kwa hiyo hata waumini ni kidogo sana. Mahali kama pale lazima kuna walimu wa Anglikana. Lazima tuna mgao wetu wa Waanglikana waliokuja kwa ajili ya kufundisha ama VETA au sekondari. Lakini mwalimu yule akitafakari naenda kukaa kwenye benchi la matofali, halafu pamezekwa na maturubai na hivi pembeni maturubai, anakula kona. Bwana Yesu asifiwe. Sasa hatuwezi kuendelea na zama za zamani. Lazima dunia sasa ni ya changamoto, twende na hali ilivyo. Bwana Yesu asifiwe. Na uwezo tunao. Haleluya. Mungu ametubariki, ni namna ya kupanga tu vizuri. Tunaweza tukaanza na kama kabisa mazuri kabisa, hasa sehemu za kimkakati. Tumeugawanya uinjilisti katika maeneo matatu. Tuna maeneo tunaita maeneo ya umisheni halisi, alafu kuna maeneo ya umisheni wa kimkakati. Eneo kama hili niliyotaja ni umisheni wa kimkakati unaohitaji uinjilisti wa majengo. Ukienda umejenga jengo lako zuri, waumini wapo. Haleluya. Wale wenye hadhi zao watakuja. Bwana Yesu asifiwe. Alafu tuna umisheni wa kawaida. Umisheni wa kawaida unatokana na kanisa kama hili la zamani liko mahali pazuri, linakuwa kutokana na watu wanavyoongezeka kwa idadi kanisani na harakati za ujenzi zinazofanya. Na tukaazimia katika hayo idara ione haja ya kuwa na msukumo wa tofauti kwenye maeneo ya uinjilisti wa mkakati na maeneo ya uinjilisti halisi. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Ikiwezekana kila mahali tunaposema tunaanzisha kanisa, tuende na nguvu nzuri. Tusiende kimasikini. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Changamoto nyingine tuliyoiona ni kiwango duni cha kukua kwa kanisa. Na sababu kama hizo pia zinachangia. Maeneo hasa ya umisheni tuliyokwenda, mengine yana miaka 15, mengine miaka 20, idadi za waumini bado ziko chini sana. Ukienda kule Songe, makanisa idadi ya waumini, na mengine ukichukua takwimu yalivyoanza na mpaka sasa, mengine yamepungua zaidi, mengine kama ni ongezeko watu 2 watatu. Sasa ukuaji huo unatisha. Bwana Yesu asifiwe. Na ndani yake ziko changamoto nyingi, lakini ya msingi unaweza kaona uinjilisti umefanyaje? Umepungua. Ukuaji wa kanisa ni wa idadi, lakini ni wa kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Na hatua ya kwanza inaanza na wewe mwinjilisti kumtambulisha mtu kwa Kristo. Bwana Yesu asifiwe. Ninaamini walimu wameeleza vizuri, nilikuwa naona video. Ili limekuwa uzito bayana. Kuna namna unavyoongea na mtu, unaweza kuwa na tokeo la huyu mtu kukutana na Yesu kwa kweli. Au kuna namna unavyoongea naye asikutane na Yesu kwa kweli, ukamleta mtu kwenye chama cha wanaoabudu kinachoitwa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna namna ukiongea naye kwa kanuni mlizozingatiwa, ndani yake inaambatana na nguvu isiyokuwa ya kawaida, kwa sababu Ukristo ni maisha mapya ndani ya Kristo. Kwa kama mtu anakuwa ni Mkristo lakini haja experience maisha upya wa maisha ya kiroho ndani yake, anakuja kanisani, ni mdau mzuri, lakini zile shuhuda hata kuwa nazo za kukutana na Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Na ndio changamoto nyingine, tuna Wakristo wengi ni Wakristo wapagani ndani ya kanisa. Kwa nini?
matendo, hawana shuhuda za nuru katika maisha yao ya kila siku. Yeye na jirani yake, yeye kazini kwake, yeye katika biashara yake. Hana. Kwa hiyo inapelekea ngumu, hata ukienda kuhubiri, mtu anaangalia hiyo ni Mkristo kama fulani. Kama kuna namna tumelifirisha kanisa, ni sisi waumini kuishi maisha ya mguu pande. Bwana Yesu asifiwe. Maisha ya kutokuwa na shuhuda ni sumu kubwa kwa ajili ya uinjilisti. Na hata baba hapa alikuwa anaongea, wewe unayekwenda kumwambia mtu mwingine, lazima ujichunguze. Ninabeba ushuhuda wa kutosha? Mimi ni nuru ya kutosha kwa wengine? Mimi ni chumvi ya kutosha? Ninapopeleka ujumbe wangu, hautakuwa na maswali ya mishale inayonirudia mimi. Bwana Yesu asifiwe. Wengi, Bwana Mungu atusaidie sana. Kwa hiyo ukuaji wa kanisa kimahusiano na Mungu unakuwa na changamoto za namna hiyo katika sehemu nyingi. Na huu ni wajibu wetu sisi sote, sio wajibu wa kumwachia mchungaji. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Mtu akikutana na Yesu, akikutana na Yesu kabisa, ishara ya mwanzo ya haraka haraka. Maana Mathayo 28:19-20 inatuambia habari ya ule utume. Nendeni mkawafanye watu wa nani? Wanafunzi. Mnamini walimu wameongea. Mwanafunzi ana vitu vinavyoonyesha mwanafunzi hamu ya kujifunza. Haleluya. Kama mtu hana hamu ya kujifunza, huyo sio mwanafunzi mzuri. Kwa hiyo mtu anayekutana na Yesu, lile neno lenye uzima la kuokoa, ile package inakuja na nguvu inayozaa imani ndani yake. Yaani mtu akiokoka, mambo ya kiroho anaanza kuyaona ni kweli, ni halisi, hata kama hayaelewi. Lakini ndani yake itajengeka hamu ya kutaka kuyaelewa zaidi. Huyo ni mwanafunzi. Atapenda kujifunza neno la Mungu. Cha pili, atapenda kumwabudu Mungu katika roho na kweli. Cha tatu, atapenda kuomba katika roho. Bwana Yesu asifiwe. Hizo hamu ni mtaji kianzio cha kumsaidia kukua kiroho atakapokutana na wakumsaidia katika maeneo haya. Bwana Yesu asifiwe. Tunakutana na changamoto nyingine. Watu wanaokoka kwenye semina, kwenye mikutano, lakini malezi ya kuwakuza hawa wanahamu tayari, yani hawakutani na mtu wa kurespondi kwenye hamu zao. Bwana Yesu asifiwe. Ndio maana tukasema tuwe na viongozi wa fellowship waweze kumsaidia mchungaji. Bwana Yesu, majukumu yetu ya mchungaji hawezi kuyamudu peke yake, ana watu, mimi na wewe. Bwana Yesu asifiwe. Ndio fellowship wajiengage properly. Fellowship zetu nyingi zimekuwa za kujibariki. Tukitoka pale tunaendelea na biashara zetu. Tunatumikaje kwa ajili ya ufalme? Semina hivi kwanza kutuchallenge, ni eneo ambalo tuliona lina changamoto. Bwana Yesu asifiwe. Amen. Huyu mtu aliyekutana na Yesu sawa sawa, akikuwa vizuri, akafundishwa maneno ya Mungu, kama watoto wachanga yatamanini maziwa, mwalimu alisema, inafika mahali ule upendo, yani anaanza kuishi maisha ya ushuhuda. Haleluya. Ule upendo wa Kristo ndani yake unamsukuma kufanya matendo ya upendo kama haya. Anataka kumsaidia yatima, anataka kumsaidia jirani. Inakuja from within, kutoka ndani. Haleluya. Na kanisa likiwa lina uhai, tunatamani tuone vikundi vya watu wenye wito namna hiyo kanisani. Wanajitokeza watu wana wito wa kusaidia yatima. Tunakutana na watu ndani wana wito wa kuwatembelea wagonjwa na kuwaombea. Wengi tunajua ni kazi za katekesti. No. Bwana Yesu asifiwe.
Maana tukikua vizuri, Mungu anatuita katika miito mbalimbali, na hiyo ndio uhai wa kanisa. Bwana Yesu asifiwe. Na utaona watu walioitwa wako katika eji mbalimbali, sio wazee peke yake. Kanisa lio hai lina watoto waliokutana na Yesu, wanaanza kujitambua. Kuna vijana waliokutana na Yesu, wanaanza kujitambua wito wao na wanataka kuengage katika wito huo. Kuna wakina mama, kuna wakina baba. Kanisa lina uhai. Na tukiona tuna miaka 5 hatuna vijana wanaotamani kumtumikia Mungu, lazima tujiulize ukuaji wetu hauko sawa sawa. Na hiyo ni agenda ya maombi ya fellowship. Bwana Yesu asifiwe. Jamani, hapana, hatukui sawa sawa. Mbona vijana hawako? Kanisa litakuja kule, litashikiliwa, na maana kanisa is a progressive. Sisi tuko leo tukiseka tunakufa, walio nyuma yetu wako vijana wanaendelea. Kina mzee Msegu wamekufa, sisi tunaendelea. Bwana Yesu asifiwe. Lazima tuwe na progression namna hiyo. Tukiona tuna age difference ni hatari kwa kanisa. Ndio changamoto inayokuta kanisa la Ulaya. Bwana Yesu asifiwe. Na ukiona vijana hoji kanisani au wanakuja kanisani lakini kwa interest zingine, na utaona huyu wanajali mambo yao, kwenye mazoezi ya kwaya wamejaa lakini hawana neno. Ukisema kwenye maombi ya Jumatano na Ijumaa hawaji. Rudi, tulitakiwa kuwafanya watu wawe wanafunzi wa nani? Wa Yesu. Kwa nini wewe hana hamu ya neno la Mungu? Hakuwa mwanafunzi wa Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini tunawaogopa, hata kusema nao watakuwa wakali. Bwana Yesu asifiwe. Matokeo yake tumelea vijana majambazi wako kanisani. Ni mtume nani akawafundisha vijana? Tumeimba. Bwana Yesu asifiwe. Nitume mimi. Inaenda na nguvu ya Mungu, haiendi na ujanja wa kisaikolojia na kisosiolojia. Utatumia ujanja wako, lakini huwezi kuwakamata vijana. Vijana waliokulia kanisani wana nguvu ya Mungu pekee yao ndio inawagusa. Haleluya. Mtoto wa mchungaji kama mimi kila siku sala kanisani. Anakuwa mbaya sana. Na anajua kuigiza vitu vyote. Lakini hana Yesu. Bwana Yesu asifiwe. Changamoto kwenye ukuaji wa kanisa ni mtume nani? Ni sisi tunatakiwa tuidikie. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Baba Askofu alisema kwenye kikao kimoja cha maeri ya dini, alisema neno lilinigusa sana, nikatamani kulia kabisa. Tusubiri ishara nyingine ya kuona tunakokwenda ni kubaya. Ishara ya wakina baba hawaji kanisani. Ishara ya vijana kipa imara. Baada ya hapo, na ukiuliza vijana wengi, fanya utafiti, contradiction kati ya linachofundishwa kanisani na maisha halisi ya nyumbani kwao inaanza siku ile. Siku ile ya kipa imara. Amefundishwa utakatifu, kipa imara zinaendana na vitu vingine, kigodoro, pombe na nini na nini. Mtoto anachanganyikiwa. Bwana Yesu asifiwe. Na sisi kwa kemea tunaogopa, mtaenda na sadaka zenu. Bwana Yesu asifiwe. Lakini kuna mahali inabidi tuamue kufanya kweli. Bwana Yesu asifiwe. Kwa sababu this is a serious business. Habari ya kumtengenezea Yesu kanisa bibi harusi ni biashara serious mbele za Mungu. Jamani, akasema ni mtume nani? Swali hili tuuliza, mbingu zilikaa kimya. Kama isingekuwa biashara yenye maana, angetuma malaika ambayo saa nyingine haiwezi katosheleza katika ibada. Kwenye faraga tuna uhuru fulani. Haleluya. Kama umepokea nguvu za Mungu kwa kipimo cha kufurika, hautaulizwa kwenye faraga kule, unajiachia. Lakini ibada zetu tunaziheshimu, zinaenda zina muda, zina vipengele, hatutaki kuvivunja. Bwana Yesu asifiwe. Unasikia kuomba mpaka upasuke. Nafasi yako nzuri kwenye faraga. Kwa namna nyingine, faraga inaweza kutumika kulea waongofu wapya vizuri kama iko inafanya kazi.
Kwa hiyo makanisa mengine hayana. Nyingine mwisho ni dhana, nimeongea kwa muhtasari haya. Dhana ya utoaji. Tuna kazi kubwa ya kufundisha waumini wetu kuwa na uhalisia wa dhana ya utoaji. Anglikana wengi tunatoa kwa mazoea. Kama nimezoea 1000, mvua inyeshe, jua liwake, ni 1000. Kama ni sadaka 3, hizo 3. Ikiongezeka 4 navunja kwenye ile 3000. Ile Bwana tunajihusisha na mafunzo kwa watenda kazi. Yako katika kategori kadhaa. Makatekist au mtu ambaye ndani yake anasikia wito. Haleluya. Saa nyingine tumejaribiwa katika hili eneo. Tukisema jamani, tunaomba wenye wito huu, tuna fursa hizi. Saa nyingine tunasukuma watu wasio na wito, watu ambao hawajajithibitisha wao wala kuthibitishwa na watu wengi ya kwamba huo wito uko ndani yao kweli. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Sasa changamoto hiyo inakuja huku. Tumemsukuma mtu kasoma, alafu anakuja kuwa na matarajio. Akija huku hana kibali cha Mungu katika hiyo huduma. Na Mungu sio mwanadamu, Mungu atelekezage nguvu zake ovyo ovyo. Bwana Yesu asifiwe. Kwa mtu atastruggle kufanya kazi ya Mungu, ataona ngumu kwa sababu hana nguvu za Mungu zinazoambatana na hilo eneo. Bwana Yesu asifiwe. Lakini sio, naamini nyinyi mmekuja mkiwa na wito. Haleluya. Amina. Na mtu mwenye wito huku ndani kuna waka, hasubiri kutumwa. Amen. Kama ni kushuhudia, inakuja automatically. Na ukiona tumegawana, wenda huko alafu kwenda kule una excuse, tunaanza kujihoji kweli umeitwa. Bwana Yesu asifiwe. Kama umeitwa, haitakuwa kazi kwako kwa sababu una uwezeshaji wa kimungu. Bwana Yesu asifiwe. Amina. Kwa hiyo tunapenda hao ndio waliothibitika na wao wana ushahidi ndani yao kweli wameitwa katika eneo hilo. Tunapendaga kuanza katikati wa wainjilisti waende wakafundishwe theolojia, warudi wao makatekesti. Bwana Yesu asifiwe. Huko ndiko utamaduni wetu umetupeleka. Na kuendelea sasa, kuna mafunzo mapya kama hayo ya kukaa chuoni, lakini tuna mafunzo kama haya tailor made courses kama hizi zinafanyika huku kazini. Lakini kuna makongamano yanayochanganya mada hizo za kiroho na mada za kiuchumi, kwa sababu linaenda katika hatua ya kujitegemea. Kipimo ni uwezo wa kanisa kumudu gharama za watumishi na huduma za kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Likijimudu zote liko katika ngazi ya kujitegemea. Halafu likitoka pale linaenda ngazi ya kutegemeana. Kuwa na uwezo sasa wa kutoa kwa ajili ya wengine. Tumejimudu hapo wenyewe, lakini tuna uwezo wa kusaidia na wengine. Hapo tunategemeana. Bwana Yesu asifiwe. Kwa yale makanisa yaliyo katika umisheni, tunakuwa na nafasi ya kuambizana. Wengine wanakuwa na bahasha za ukombozi. Msikia fulani anaongea habari ya bahasha ya ukombozi. Tunaambiana huo sio utamaduni wetu. Bwana Yesu asifiwe. Hatutaki kumlimiti mtu na vile anavyotumiwa na Mungu, lakini kuna mambo ya msingi lazima tuyazingatie. Haleluya. Amina. So kongamano hilo linatusaidia kuambizana mambo kama hayo. Lakini kuwa na nafasi maalum ya kuombea kazi ya utumishi na kupata fursa ya watu ambao wanaweza kujitolea kutoa huduma kwenye makanisa ya umisheni. Nyingine ni ujenzi wa makanisa na ununuzi wa vyombo na swala la kuimarisha uchumi. Sijui kama naelewa vizuri ninavyoisoma hii. Maitwa
tupate kufanyaje? Kuzaa. Kama umejitambua ndani yako wewe ni mwinjilisti, kuzaa kwako ni nini katika sekta ya uinjilisti? Watu kukutana na Yesu, si ndio? Ndio utakuwa umezaa kama mwinjilisti. Na watu wakutane na Yesu kweli kweli. Wengine sehemu wetu wanakiambiana tukafanya uinjilisti, wakienda kule wanakaribisha watu kanisani. Sio jambo baya. Lakini uinjilisti sio kumkaribisha mtu kanisani, ni kumkutanisha mtu na nani? Na Yesu. Alafu kanisani inakuwa ni bii. Kwanza wakutane na Yesu. Nimekuiteni mimi, sio hamjanichagua wenyewe, ila ni amewachagua yeye. Mfanyeje? Nende mtafanyaje? Mkazae matunda. Alafu matunda yafanyeje? Kiswahili rahisi au tafsiri rahisi ya matunda kukaa, yadumu. Bwana Yesu asifiwe. Matunda yadumu. Jamani, mimi naona ni kazi kubwa hiyo. Ni kazi nzito. Bwana Yesu asifiwe. Na tuna mfano mzuri wa Yesu. Yesu alifanya kazi hiyo pamoja na nguvu za Mungu. Kila wakati anaenda mlimani anaomba. Why? Alikuwa na yeye ana hesabu ya kutoa mbele za Mungu. Yohana 17 ile anatoa hesabu yake. Bwana Yesu asifiwe. Sisi ametuita tukamzalie matunda, na matunda yapate nini? Kukaa. Ili kwamba lolote tutakalo muomba afanyeje? Bwana Yesu asifiwe. Sasa ombeni nanyi mtapewa, ziko nyingi. Mathayo 7:7 anasema ombeni nanyi, lakini hii hapa inatuambia tena condition nyingine ya kupewa kwa watumishi. Sasa tafsiri yangu hii sio lazima uiamini, unaweza kaifanyia utafiti. Ombeni nanyi mtapewa ya Mathayo 7:7 ni kwa wachanga kiroho. Bwana Yesu asifiwe. Characteristics za mtu mchanga kiroho. Chukua tu kale katoto kadogo. Kanako uzaliwa hakajui kusema, si ndio? Kanajua tu nyaa. Bwana Yesu asifiwe. Ni kazi ya mama kutafsiri kile kilio. Nyaa hii anajaa, nyaa hii anaumwa, nyaa hii kachoka anataka kulala, nyaa hii anataka kugeuzwa. Ni kazi ya mzazi kutafsiri. Na anapewa hata kama hajaomba sawa sawa. Bwana Yesu asifiwe. Sijui yuko katika hatua tete, uangalizi lazima wa hali ya juu. Lakini mtoto huyo, mzazi huyo yuko ana miaka 7, anakuja nyaa. Utafanyaje? Tena kofi kabisa. Sema wewe. Ndio ile anasema John tusemezane. Haleluya. Leta hoja yenye nguvu upate nini? Haki yako. Iko hapa haki. Lakini kupata kwako leta hoja yenye nini? Bwana Yesu asifiwe. Ombeni nanyi mtapewa. Kwa mtazamo wangu ni watoto wadogo. Lakini sasa watu wengi katika kukua anataka kufurahia benefits za utoto ziendelee. Inafika mahali zile faida za utoto hazipati. Anadhani ya kwamba anamkosea Mungu. Alafu anajihukumu, Mungu yuko mbali na mimi, naacha wokovu. Bwana Yesu asifiwe. Tunaingia kipindi kingine, is another season. Ni mtume nani akawafundishe vijana. Bwana Yesu asifiwe. Kwamba hapo unahitaji kuengage gia nyingine ya ufahamu wa neno la Mungu, uombe sawa sana nini, na neno la Mungu ndio utapewa. Bwana Yesu asifiwe. Ukiwa mtumishi kuna condition imeongezeka. Ukizaa omba lolote utafanyaje? Oh my God.
Oh my God. Nami nimeshuhudia watu wengi sana. Wengine wako na hii logically nakubali. Ukiwa na wafugaji wawili, mfugaji wa kwanza anapeleka ng'ombe kwenye malisho vizuri, ng'ombe wanarudi wamenona. Alafu mfugaji wa pili ni lazy, anapenda tu kusikiliza redio, ng'ombe wamekula hojala, hana habari, ng'ombe wanakonda. Halafu hawa wafugaji wawili wanakuja kwako, kila mmoja na mahitaji. Kama bwana, wewe utamsikiliza yupi? Haleluya, haleluya. Kwa nataka Mungu awe anakusikiliza, fanya kazi yake vizuri, uwe na matunda. Yaani hata hujasema ana smile, mwanangu unataka nini? Unataka kiatu kimoja, nakupa hata viwili. Bwana Yesu asifiwe. Na wako watumishi huyu ndani ya kanisa letu, shuhuda zao ni kubwa sana. Wengine katika kuwaza tu anawaza kwa ajili ya huduma, tayari Mungu anatoa. Bwana Yesu asifiwe. Sio nini, ni ujumbe konki huu. Na mimi huwa nasikia Mungu nisaidie nifanye nafasi yangu. Bwana Yesu asifiwe. Sio mimi niliyemchagua, bali mimi niliyechagua nini? Bali nikaweka mwende mkazae nini? Hizi kazi ndugu zangu, tuzae matunda, lazima tufanye na yeye. Amesema katika Yohana ile 15 habari ya mzabibu wa nini? Kweli. Kwamba kwa kadri tunavyokaa ndani yake ndivyo tunaweza kuzaa sana. Kukaa ndani yake kunahitaji ule ushirika na Roho Mtakatifu. Tunaisemaga kila siku, Wakorintho wa pili sura 13-14. Neema ya Bwana wetu Yesu Kristo na upendo wa Mungu na ushirika na Roho Mtakatifu aliyeshuhudia. And the gospel, hii injili tunayoongea ni habari ya kuanzia kufa kwa Yesu, si ndio? Ndio injili yenyewe hiyo. Kufa kwa Yesu mpaka kufufuka kuleta wokovu. Maana kama mashahidi tulipaswa wakati Yesu anashuhudiwa tuwepo pale kisheria. Ndio jamani. Shahidi ni mtu aliyeona tukio. Mnanielewa jamani? Tulitakiwa tuwe Yerusalemu Yesu akisulubiwa tunaona, alafu anafufuka tuwe kati ya walioshuhudia kufufuka kwake. Lakini kwa njia ya Roho Mtakatifu hatuhitaji kwenda. Bwana Yesu asifiwe. Yaani Roho Mtakatifu anayetuzaa katika ufalme wa Mungu anatuvika huo ushahidi, na ndio maana ndani yetu tunapata ufunuo wa kuyasema kwa ujasiri kana kwamba tulikuwepo. Bwana Yesu asifiwe. Na ulimwengu wa giza unatukubali kwamba sisi ni mashahidi. Bwana Yesu asifiwe. Haya ni mambo, ni ujumbe mkubwa ambao utumike kututia nguvu, utumike kutusaidia kumtafuta huyo Mungu anayetutuma, utumike kutufanya tusifanye kazi ya Mungu kwa mazoea. Tusimame. Tuna mambo mawili nitafanya. Moja, walimwengu watakuja malizie la kuwekea mikono kwa utaratibu ambao mtakuwa mmepanga. Bwana Yesu asifiwe. Kama watu hawa walivyoomba, na baba mtafanya kazi hiyo ya kuwekea mikono. Kila mtu toke hapa akiwa ana confidence, amejiamini, ameaminishwa. Usinipite Mwokozi. Usinipite Mwokozi,
kiti chako cha rehema, kiti chako cha rehema na kiti sina wa kutegemea, sina wa kutegemea, uso wako umfariji peke yako Bwana. Sina nguvu, Bwana kumshukuru Mungu kwa ajili ya Baba katika jina la Yesu. Nakushukuru kwa sababu ya haya ambayo watoto wako wameenda kuyasikia. Mungu, tunaendelea kukuamini wewe ndiye unayetuma watu katika shamba lako. Baba, umesema ya kwako katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu, katika jina la Yesu. Bwana, wekeza nguvu zako ndani yao, wekeza nguvu zako ndani yao e Bwana. Baba, tunakushukuru tunapoahirisha wakati huu, tunasema ya kwamba ndio mwanzo wa kazi yako. Tunaahirisha kuja mahali hapa, lakini tunakwenda kufanya kazi yako kama ulivyotutuma. Bwana, enenda pamoja na watoto wako katika jina la Baba na la Mwana na Roho Mtakatifu. Wote tuseme amen. Makofi mazuri kwa Yesu. Amen. Mtazamaji, matangazo haya ili uweze kuyapata vizuri, tembelea YouTube chaneli ya Tayo Kusini A. Subscribe kwenye chaneli hii na utaweza kupokea matangazo haya moja kwa moja kutoka maeneo yoyote. Lakini pia bado nazidi kukukumbusha, kama unatamani tukurushie live matangazo yako, usisite kututafuta kwa namba ambazo utaziona hapo zinazopita kwenye runinga yako kwa ajili ya matangazo, udhamini ama jambo lolote lile. Kumbuka, nenda kwenye YouTube, halafu pale utaandika Tayo Media Kusini A. Subscribe, like, halafu share kwa marafiki zako wengine ili waendelee kufaidi vipindi bora kama hivi. Na hata kipindi hiki pia kinatazamwa live kupitia Tayo Media kupitia YouTube. Andika Tayo Media Kusini A. Subscribe, like, share kwa watu wengine. Enjoy.